utaratibu ukoje kwa mujibu wa sheria zetu ikiwa makamu wa rais atajiuzuru. Hofu na maswali mengi kwa watu wengi ni hatima ya Mheshimiwa Nchimbi kwenye masuala ya siasa. Je, atakuwa na sifa tena za kuwa kiongozi wa nchi kutokana na sababu alizozieleza ikiwemo za kupumzika kufanya siasa kwenye andiko lake, lakini pia kueleza kwamba Mheshimiwa Rais ameona kwamba anahitaji mabadiliko, kwa hiyo ndio maana ameamua yeye kupisha na kukaa kando. Kwa mujibu wa katiba kuna sababu ambazo zinaweza zikapelekea kwanza mtu kukosa nafasi au kukoma kwenye nafasi ya umakamu wa rais kuhudumu kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977. Lakini pia katiba hiyo inaeleza pia kuna mazingira ambayo makamu wa rais akiondoka kwenye nafasi yake huwa hawezi tena kuruhusiwa, au kiuhalisia huwa anakosa sifa ya kuwa rais, anakosa sifa ya kuwa makamu wa rais, na anakosa sifa pia ya kuwa rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Sasa tuanze kwanza kuiangalia hii katiba kupitia ibara ya 51 inayoeleza madaraka na ukomo wa makamu wa rais. Katika ibara ya 51 inaeleza sababu nyingi sana ambazo zinapelekea mtu au zitapelekea mtu ambaye ni makamu wa rais kufika ukomo wa uongozi wake. Moja ambayo ni asili ni kumaliza muda wake wa kuhudumu kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na bunge kama ambavyo inaelezwa kwenye ibara ya 49 ya katiba hiyo ya mwaka 1977 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia sababu nyingine kwenye ibara hiyo ya 51 inaelezwa ni ikitokea amejiuzuru kama ambavyo imetokea kwa Nchimbi, pia nafasi yake inakuwa imekomea hapo. Lakini pia inaeleza kwamba sababu nyingine ni kama makamu wa rais amepanda kwenda kwenye nafasi ya urais kama ilivyokuwa kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan wakati amefariki Dr. John Pombe Magufuli, aliachia kiti chake cha makamu wa rais na kuapishwa na kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia sababu nyingine zinazoelezwa ni kama atashtakiwa kwa makosa ya jinai makamu wa rais. Makamu wa rais hana kinga ya kushtakiwa kwa makosa ya jinai, kwa hiyo akishtakiwa akakutwa na hatia pia ukomo wake unakuwa umeishia hapo. Lakini kingine ni kama atakuwa amekiuka maadili na sheria za utumishi wa umma au sheria na maadili ya utumishi wa umma, nafasi yake ya kuhudumu kama makamu wa rais itakuwa imeishia hapo. Lakini kingine pia lakini pia kwenye ibara ya 50 kifungu cha 3 kinaeleza kwamba bunge litakuwa na madaraka ya kumuondoa makamu wa rais madarakani kama yale aliyonayo kuhusiana na rais, isipokuwa kwamba hoja yoyote ya kumshtaki makamu wa rais itatolewa kama inadaiwa kwamba rais amewasilisha hati kwa spika inaelezwa kwamba makamu wa rais ameacha au ameshindwa kutekeleza kazi ya makamu wa rais, lakini B ametenda vitendo ambavyo kwa ujumla vinavunja katiba na sheria ya maadili ya viongozi wa umma, lakini C inaeleza kwamba ametenda vitendo ambavyo vinakiuka maadili yanayohusiana na uandikishwaji wa vyama vya siasa yaliyotajwa kwenye ibara ya 20(2) ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia kifungu D kinaeleza kwamba akiwa na mwenendo unaodhalilisha kiti cha rais ama kiti cha makamu wa rais. Kwenye ibara hii ya 50 haishii hapo tu kueleza sababu ambazo zinaweza zikamuondoa makamu wa rais, lakini pia zimeweka vijingi pia. Makamu wa rais akiondolewa au akiondoka kwenye nafasi hiyo anaweza asiwe rais au akose sifa za kugombea au kuwa rais, lakini pia anaweza kukosa sifa za kuwa waziri mkuu ama kuwa rais kwenye Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Ni ibara hiyo ya 50 kifungu cha 5 kinaeleza kwamba kwa kuzingatia masharti yaliyowekwa kwenye ibara ya 46A kubwa ya katiba yatatumika pia kuhusiana na makamu wa rais, isipokuwa tu kwamba makamu wa rais aliondolewa tena madarakani chini ya ibara ndogo ya 3 hatakuwa na sifa ya kushika nafasi ya rais, makamu wa rais, waziri mkuu wala rais wa Zanzibar. Yani makamu wa rais akiondolewa kwa sababu ambazo mashtaka yake yaliamriwa na bunge, ni bunge lilipiga kura na kumkuta na hatia ya yale ambayo tumeeleza hapo, basi hatakuwa tena na sifa ya kugombea nafasi au kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waziri mkuu
ama kuwa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, Nchimbi hajafikishwa bungeni kwa ajili ya malalamiko au mashtaka yoyote. Kwa hiyo bado ana nafasi ya kutumikia taifa au nchi endapo yeye ataona kwamba muda wake wa kupumzika siasa utakavyokuwa umeisha, ama serikali itakavyoamua kumtumia katika nafasi yoyote ambayo wao wataona inafaa. Sasa ni kwa namna gani ambavyo nafasi ya makamu wa rais itazibwa? Kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 ibara ya 50 kinaeleza kwamba rais mapema iwezekanavyo ndani ya siku 14 atateua jina ambalo litaenda bungeni na kupigiwa kura na wabunge, kisha akipata kura nyingi ataidhinishwa kuwa makamu wa rais. Hii ni tofauti na makamu wa rais ambavyo huwa anachaguliwa, kwa sababu huwa anakuwa ni mgombea mwenza na anapigiwa kura na wananchi wote kwenye uchaguzi mkuu. Kwa hiyo wabunge kupiga kura kwa ajili ya kumchagua makamu wa rais ni kueleza kwamba au ni kuonyesha kwamba wabunge, kwa sababu ni wawakilishi wa wananchi kutoka Tanzania nzima, wanapiga kura kwa niaba ya wananchi kumchagua mgombea mwenza ambaye ni makamu wa rais. Sasa kwa sababu mgombea mwenza hiyo position yakopo haipo, na kuwa makamu wa rais kama ilivyofanyika kwa makamu wa rais wa serikali ya awamu ya 5 kwenda ya 6, Mheshimiwa Isidori Philip Mpango, mara baada Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuhapishwa na kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hapa bunge litapiga kura na kumchagua makamu wa rais ndani ya siku zisizozidi 14. Lakini pia sifa za makamu wa rais inafahamika kwa mujibu wa katiba kwamba rais akitokea Zanzibar, makamu wa rais anatakiwa atokee Tanzania bara. Rais akitokea Tanzania bara, makamu wa rais inabidi atokee Zanzibar. Kwa hiyo kwa namna yoyote makamu wa rais atatokea Tanzania bara ndani ya hizo siku 14. Basi tutapata hayo majibu. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Korumba Le Babas.